Brother Obama, mtuambie tumepoteza mtu wa aina gani hasa kwenye tasnia ya uchekeshaji? Tumepoteza mtu mkubwa sana kwenye tasnia ya uchekeshaji kwa sababu ni tasnia ambayo ilikuwa inaendelea kukua. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji mawazo yake, mchango wake, hekima zake na njia kutuelekeza njia nyingi zaidi ili kufikia ukubwa ambao tunautaka, ambao hatujaufikia. Tumeona watu wengi wamekuja hapa wakiwemo viongozi wa serikali, wasanii mbalimbali. Nini neno lako kwenda kwa mashabiki na Watanzania? Sasa neno lako kwa wasanii kutokana na tupendane, hicho ndio kitu tunaweza kuiga taratibu wa upendo. MC Pilipili alikuwa na upendo wa watu, sawa, na watu walimpenda. Kwa hiyo wana umati wote ni upendo. Brother, mtueleze ulimjuaje kwanza MC Pilipili? MC Pilipili kwanza kabisa yule ni ambassador mwenzangu, ni balozi kupitia Asas. Kwa tumekutana kwenye Asas. Kwa hiyo kwenye kazi kufanya kazi na wala hakuwa rafiki yangu kwa kazi zingine, bali kwenye balozi wa Asas. Okay. Kwenye tasnia ya ucheshi tumepoteza nini? Nimepoteza mtu kwa sababu mimi naweza kusema ni mwanzilishi wa stand up comedy kwa Tanzania, unaelewa? Mimi nimeweza kumjua MC Pilipili kwa kupitia stand up comedy, na stand up comedy nimejua kupitia kwa MC Pilipili. Kwa hiyo hata wengine wanaokuja si cheka tu, sijui watu baki wote ni babu yao ni MC Pilipili. Kwa hiyo nimemjulia kwa kazi yao ya nani. Okay. Yes. Ni neno lako sasa kwa kumuaga MC Pilipili? Mwenyezi Mungu tu ampe pumziko jema kwa sababu kila mtu alikuja hapa maki wote wanania dhati. Tumetoka mikoa mbalimbali, wote tumetoka Dar es Salaam, tumetoka Morogoro, wametoka wapi huko, lakini mmoja wote kwa nini kuja kumsindikiza mwenzetu. Kwa hiyo mimi nataka sina hata nikimwambia sasa hivi kunisikia, ila namuomba tu kwa Mwenyezi Mungu ampe pumziko jema, apumzike kwa amani inshallah. Pilipili alikuwa ni mtu wa watu. Ni mtu wa watu kwa maana ya kwamba kwa Kiingereza tunasema ni social being, a very social being. Social being kwa maana ya kwamba ana uwezo wa kuinteract na watu. Pilipili hata kukutana na wewe leo ataweza kukufurahia na ataweza kukutania, sababu alikuwa ni mtu wa matani sana, lakini ni utani wake ulikuwa ni wa jicho la tatu. Yaani nyinyi mnaweza mkaona situation ni sawa, ila yeye akaiona tofauti na akakufurahisha katika hilo. Lakini pia ni mtu ambaye alikuwa ni philanthropist, tunasema mtu ambaye anatoa misaada kwenye jamii. Ni mtu ambaye amekwenda mpaka vijijini kuwatafuta watu, kuweza kuwasaidia wenye shida mbalimbali. Ni mtu ambaye alikuwa na amani, sio mgomvi. Mimi nimeishi na Pilipili zaidi ya miaka 10, sijawahi kuona anagombana na mtu. Yaani ukisikia atalalamika tu bwana champion, tuko na champion kuna mtu bwana yuko hivi na hivi, lakini ilikuwa sio mtu wa magomvi. Kwa hiyo ni mtu mwenye upendo sana, mtu mwenye furaha wakati wote, au mtu mwenye kushirikisha furaha. Lakini alikuwa hafichi hisia zake. Pilipili alikuwa anaweza kulia, hata hapa kwenye interview angeza kulia. Ni mwanaume pekee, ni mmoja wa wanaume ambao walikuwa wanaweza kutoa machozi wakati wowote. Maana ni mtu ambaye alikuwa hafichi hisia zake. Akicheka anacheka, akilia analia. Kipi nafikiri tuenzi falsafa alizokuwa nazo. Pilipili ametoa falsafa nyingi sana kwenye mitandao, jinsi ya kuweza kuishi na maisha. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tunatakiwa tuzingatie na tufate ushauri mwema. Ametushauri sana na nafikiri tuzingatie yale ambayo leo hii akaamua kuja kwenye uchekeshaji, akafanya vizuri. Hapo akaingia kwenye uchungaji, umeona, na akafanya vizuri. Ndio alikuwa anaendea huko kuleta mabalaa kwenye mambo ya uchungaji, kwa maana kuwa mchungaji mkubwa. Pia angalia kwenye upande wa MC, ndo balaa kabisa. Yote kwa yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu alikuwa ana uthubutu. Umeona, hakuna kitu ambacho kimewashangaza watu kama namna alivyokuwa anaishi. Ni mtu ambaye aliishi bila kuwa na makundi, ambapo ndio sanaa ama wasanii wengi kwa asilimia kubwa huwa wanaishi kwenye matabaka. Kwa hiyo hilo ni kama somo. Ametuachia somo sisi tuliobakia sasa tujifunze. Kiukweli kabisa, ndio maana umeona watu wametoka kama Tabora, sehemu mbalimbali, unaona waheshimiwa, unaona wasanii. Hapa kuna wasanii Bongo Movie, kwa maana tunazungumzia serious, tunazungumzia wachekeshaji comedy ambao na kina sisi, alafu kuna wale wachekeshaji wima. Wote angalia watu walivyokuwa wanaishi nao, bado raia wa kawaida. Kwa hiyo ni mtu ambaye alijua kumheshimu kila mtu kwenye nafasi zake. Kwa hiyo kiukweli tumepoteza jembe, lakini mwisho wa siku hii ni safari ya kila mmoja. Yeye ameanza, kwa maana ametangulia, sisi tulobakia tujipange, tuweze yale mazuri kuishi nayo, yale mengine basi Mwenyezi Mungu amuhifadhi, kwa maana ya kumsamehe tu. Na kikubwa ni kwamba msiba siku zote ukiwa kwako ndio unajua umuhimu wake. Ni kwamba tukumbuke kufanya toba, tukumbuke kufanya sala, kwa sababu ndiyo kila kitu kwenye haya maisha tunayoishi. Niseme tu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tueleze umemfahamu
unamfahamuje MC Pilipili? MC Pilipili alikuwa ni bosi wangu. Nimefanya naye kazi takriban miaka kama 6 hivi. Miaka 6 hivi au 6 na nusu. Kama videographer wake. Okay. Taarifa za msiba ulizipokea ukiwa wapi na ulizipokea? Tafuta msiba nilipokea nilikiwa nyumbani. Nilikuwa najiandaa naenda zangu Koko na familia. Niko njiani nikapigiwa simu kwa dada yetu anaitwa Stella. Stella alikuwa ni secretary wa MC Pilipili. Kaniambia bwana Luma, una taarifa za msiba? Kama taarifa yote sina. Bwana wa nani? Wa MC Pilipili. Sasa nimeshtuka sababu ni mtu ambaye kwenye grupu tupo wote kwenye michango. Mwana bwana tunamaanisha kuna ana boss wake mmoja hivi anaumwa. Kwa hiyo kwa sababu kama tushaachanaga kila mtu na safari zake tunabidi tumchangie. Kwa hiyo alituma tu juzi kwenye grupu bwana nachangia shilingi 200,000 lakini leo hii mtu ananiambia hayupo. Kwa hiyo sikuipokea kwanza kwa kuamini. Ningia mtandao naona mtandao umechafuka vibaya mno. Kwa hiyo kaza kupiga simu baadhi ya watu ambao tunafanya nao kazi, kuna Petito kina nani, nikakonfirm na ni kweli. Garabina nikaona mtandao nilikuwa nazungumzia na kweli, basi na mimi nifunge safari nikaja kumzika ndugu yetu. Okay, sawa. Tumempoteza MC Pilipili na umefanya naye kazi kwa zaidi ya miaka 5. Kipi cha kumwenzi na kipi cha kuambia Watanzania? Pilipili alikuwa ana imani sana na dini. Umeona bwana, alikuwa na upendo. Ingawa kugombana kupo, kukwazana na nini kama fanya kazi, lakini alikuwa tugombana naye lazima atakupigia simu mtayamaliza. Upendo, dini sana na kuheshimu kila mtu na kujitoa kwenye swala la magonjwa, kusaidia watu yatima, maskini wasiojiweza. Pilipili alikuwa ni mwepesi sana kwenye hizo shughuli, na hata mimi nilikuwa nikienda naye kushoot naye content na nini, tunapata content vizuri za watoto na nini. Kwa hiyo upendo tu sana sana.